Mdau wa maendeleo Bwana Tadeo Ndenzako kutoka kijiji cha Ilagala, kata ya Ilagala, wilaya ya Uvinza, mkoani Kigoma, amewaasa wananchi wanaoishi katika kijiji cha Sambala kichopo kata ya Ilagala kutokuficha walemavu hususan wa viungo vya mwili kwa lengo la kuepuka ukatili wa kijinsia. Amesema hayo wakati akiwa mgeni rasmi katika maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, ambapo katika kata hiyo ya Ilagala imeadhimisha katika kijiji cha Sambala, ambapo amekemea vitendo hivyo na kuwaomba wazazi na walezi kuwa umuhimu wa kuwapeleka shule watoto wao, kutokana na baadhi ya wazazi kuwa na mitazamo hasi ya kutosomesha watoto hususan jinsia ya kike. Tamani awali ya yote mimi nimshukuru Mwenyezi Mungu kutufikisha salama kwenye kazi hii ya wiki ya kina mama tukiwa salama. Niombe wa kina mama, tuna ukatili wa kijinsia. Kuna watu wana watoto labda walemavu nyumbani kwao, wanawaficha. Ile hatua sio nzuri kwa sababu na wao ni binadamu. Leo serikali inawaweka wazi wale watoto wajulikane kwa jinsia. Yaani nikisema jinsia, kuna mtoto labda ni mlemavu, mtoto yani unamficha kwamba huyu mtoto ni albino, nimezaa albino, sasa stahili mtoto nimuonyeshe watu mtoto wangu ni mlemavu. Mpeleke serikalini wamtambue. Mama yetu Samia Suluhu Hassan ni mama wa huruma. Wakimuona yule mtoto, kuna kitu ambacho unaweza kumsaidia wewe mzazi ili mtoto wako aendelee kusoma kwenye shule ambazo ni za watoto maalumu. Shule hizo zipo, msiwafiche watoto. Nao baadhi wa wazazi wa kijiji hicho akiwemo Hazina na Solo, Tatu Hilali pamoja na Diana Marco wamekiri kuwepo kwa tatizo hilo kijijini kwao, ambapo wamesema kufanyika kwa maadhimisho hayo kijijini kwao imekuwa msaada mkubwa uliopelekea kutambua haki za kila binadamu. Zaituni Haruna ni bibi mlezi wa watoto wawili wenye ulemavu ambao ni Sesi na Malia, wakati akiwakilishwa na katibu wa CCM tawi la Sambala Hussein Kigeje, anaeleza kama ifuatavyo. Tupo katika maeneo ya kitongoji cha Sambala kati, kijiji cha Sambala kata ya Ilagala. Tumemtembelea bibi Zaituni Haruna akiwa ni mlezi wa wajukuu zake. Watoto hawa Maria na Sesi ni watoto walemavu kama jinsi mnavyowaona. Bibi huyu anawalea kwa taabu sana, hana uwezo wa kuwatunza. Hivyo tunaomba kama serikali, mkiwa mnaona watoto hao, mumsaidie jinsi gani ya kuwatunza na kuwalea watoto hao ambao ni Maria na Sesi. Tunaomba serikali ifanye jitihada ili watoto hawa wapate elimu. Maadhimisho haya yameambatana kufanya usafi katika eneo linapojengwa zahanati ya kijiji, ambapo maadhimisho hayo yamejumuisha matawi 9 UWT ambayo ni Sambala, Lusunu, Ilagala, Kijeje, Longwe, Mkanga, Mibangani, Lugagwa pamoja na Kabuyange. Nikiripoti kutoka Uvinza mkoani Kigoma, mimi Ntezima na Gervas wa Uhuru FM.